Watukufu, ndugu zangu wa Tanzania wote mnaonisikiliza, nianze na maamkizi mema ya kuamkua. Niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu na rehema zake na baraka zake zote ziwe kwa kila mwana wa Adam. Sala na salamu, rehema na amani zimwendee mtume wa mwisho nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na wale watu watakaoshikamana na mwendo wa mtume mpaka siku ya mwisho ambayo ni siku ya malipo ya kila mwanadamu. Leo nazungumza dakika chache sana, naomba unisikilize na uniazime masikio yako na unisikilize kwa umakini. Afrika ni moja na Waafrika sote ni ndugu. Na ndio maana tukaimba Mungu ibariki Afrika. Baada ya Mungu ibariki Tanzania, tunasema Mungu ibariki Afrika. Kwa maana nzima tuna itikadi kuwa Afrika ni moja. Mwalimu alikataa kwamba sisi hatuwezi tukawa na amani na maisha tukajitawala, wakati ndugu zetu wa Afrika kusini mwa Afrika bado wako katika chini ya utumwa wa mkoloni. Tulihangaika, tukakubali damu zetu zikamwagika. Zimemwagika sehemu nyingi sana kwa ajili ya kulinda uhuru wa Afrika. Kwa damu ya Mwafrika ina thamani duniani. Popote ulipo damu ya Mwafrika ina thamani. Lakini dhambi nao bado endelea kututafuna Waafrika kutokuwa wa kweli na wazalendo. Dhambi hii bado inatugharimu sana. Ukiangalia Afrika nzima, Waafrika wote, watu waliobaki dhaifu duniani ambao wanaishi chini ya uangalizi wa watu wengine ni Waafrika na Waarabu, ndio wamebaki bado dhaifu. Ukitaka kumdhuru Mwafrika mwenzako, usitumie mtu mwingine, unamnunua Mwafrika huyo huyo, tena ofisi hiyo hiyo moja, mnaweza mkamdhuru Mwafrika mwenzenu mkamaliza tatizo. Ukitaka kumwangamiza kiongozi wako, tunaona Rais wa Burkina Faso. Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, yeye anataka kuuawa na watu wake wa karibu, tena wa ikulu. Hawa ndio Waafrika, akili zetu ziko namna hiyo. Ukisoma historia ya Gaddafi, amesalitiwa na Waarabu wenzake ndani ya ikulu na katika vyombo vya ulinzi na usalama. Hawa ndio Waarabu. Ukimsoma Gaddafi, aliuzwa na jamaa zake wa karibu. Hawa ndio Waarabu. Ukisoma historia ya Kongo, Patrick Lumumba mzalendo mwananchi, yeye aliuzwa na Wakongomani wenzake, Waafrika wenzake, wakitegemea wachukue wao, wakiishi kwamba maisha yao ni ya maisha ya milele, lakini alikuwa ni maisha ya mpito. Wako wapi? Unafikiri uliongozwa na Seseko Mobutu? Mobutu ndio aliongoza dhambi hiyo. Hiyo dhambi inaitafuna Kongo mpaka kesho. Damu ya Patrick Lumumba imeilaani Kongo mpaka kesho. Kongo bado iko kwenye dhambi, itaendelea kuwa ni sehemu ya umwagaji wa damu. Lakini Wakongo wanashindwa kulikumbuka hilo na kulijua hilo. Ile damu ya Patrick Lumumba mlioimwaga isiyokuwa na hatia, mkaisaliti damu ya mtu aliyekuja kwa ajili ya kuikomboa Afrika, kuikomboa Kongo, basi damu yake ndio inawatafuna mpaka leo Wakongomani. Mwafrika anamuuza Mwafrika mwenzake ili yeye apate maisha ya haraka, lakini hajui kwamba maisha hapa hakuna maisha yako kesho kwa Mungu. Hata uwe una dini, uwe Muislamu, uwe Mkristo, lakini maisha ya hapa si maisha yako kwa Mungu. Na ndio maana sisi Waislamu tukaambiwa jambo la kwanza katika maisha ya mwanadamu ni kumwamini Mungu, pili na kufanya ibada. Sikuumba majini na wanadamu ili wapate kuniabudu. Na Yesu ndani ya Biblia akasema, ombeni kwanza ufalme wa Mungu, vingine vyote mtapewa kwa ziada. Leo ufalme wa Mungu nani anayeuomba? Watu wote wanaomba ufalme wa dunia. Nani anayeomba ufalme wa Mungu? Yuko wapi anahitaji ufalme wa Mungu wa kesho? Katika watu milioni 1 utapata 3. Afrika tuna nini? Afrika tunafanya nini? Ukiangalia historia za nchi za Kiafrika zote, matatizo makubwa ni wao kwa wao Afrika. Kundi moja linakubali kuwa kibaraka,
kundi moja linabaki katika uzalendo. Na uwezo kwa mzalendo huku hali ya kuwa maskini. Huyu kibaraka atawezeshwa na mabwana kule wazungu, atapewa mafungu, atakuja atakudhuru. Indo Afrika. Nukta ya ukweli kwetu haikubaliki. Ukitaka Waafrika wakuchukie, wewe simamia ukweli. Watakuchukia. Uzalendo hatuna. Na hatuna mifumo ya kukaa mkazungumza mkamaliza tatizo. Hatuna. Nimzungumza kidogo ndugu yangu askofu wetu Josephat mwana wa Gwajima. Leo nimemsikia ametoa hotuba yake fupi ikilenga na kukanusha kwamba CCM hawateki, polisi hawateki, usalama wa taifa hawateki watu, jeshi la wananchi haliteki watu, uhamiaji hawateki watu, hata mgambo hawateki watu. Ni maneno mazuri kabisa, maneno ya uzalendo. Ni kweli hawateki. Hata mimi nakuunga mkono hawateki, na ningekushangaa kusema watu kazi yao ni kuteka watu. Ingewa kazi yao hawa ni kuteka watu, basi nchi isingekuwepo. Kama kazi ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ingekuwa ni kuteka watu, basi hii nchi isingekuwepo. Lakini mimi nikushauri kaka yangu, umezungumza maneno mazuri na kusapoti. Umesema kwamba wewe unalilia watu wanaokufa, japo kuwa watu wanashindwa kutuelewa, mtatuelewa. Hata mimi, hata yule, hata huyo, hata Mtanzania yoyote. Hakuna Mtanzania ambaye anakubali mwenzake damu yake imwagike ili apate kula. Sasa kila mmoja anajiuliza ni nani anayefanya kazi hii? Sasa Josephat Gwajima, kwa sababu wewe ni kiongozi na ni mbunge, unayajua mengi, mimi ningekuomba hebu mfuate rais ukamweleze anayefanya shughuli hii. Sizungumzi kwa kukuchukia, wala mimi sina chuki na wewe. Wewe ni askofu kanisani kwako, mimi ni mhubiri msikitini kwangu. Kwa mimi ningekushauri kuliko kila siku kuwa unazungumza unapania watu kwamba huyu akifanya hivi nitafanya hivi, huyu akifanya hivi nitafanya hivi. Na huyo nimeona unamtumu mbunge mmoja, huyo mbunge ulikuwa naye wewe, unatembea naye msikitini na makanisani. Angalieni siasa ya Kiafrika. Huyo ni mtukano unamuita Golo sijui Gobacholi mchezaji kamari, ulikuwa naye wewe unatembea naye msikitini na makanisani, na ukasema wewe na yeye ni pacha. Sasa angalieni haya mambo ya Kiafrika. Huu ndio Uafrika. Na mimi sio kwamba nina chuki na Josephat Gwajima, sina chuki na wewe. Ila ninachokuomba, umezungumza maneno mazuri, vyombo vyetu umevisafisha vizuri, na hata mimi navisafisha. Na imani hiyo kwamba watu wa usalama wa taifa, jeshi la wananchi, vyombo vyetu, polisi havifanyi kazi ya kuteka. Vingekuwa vinateka, hii dunia isingekuwepo, magereza isingekuwepo, ungekuwa unamalizana na wewe juu kwa juu. Sasa kwa sababu wewe umeanzisha hiyo mada, inawezekana watu tunakuziba, wengine wakasema ameshasema mjibuni. Sasa utamjibu kwa nukta ipi? Angesema watu fulani wanateka ndio watu tungejibu. Lakini amesema hakuna, hawa wote hawateki. Ila alienda mbali akasema kuna wanasiasa ndio wanaweza kuwa wanafuga vikundi hivi vinateka watu. Sasa tunakuomba ututajia wanasiasa. Tunakuomba kwa nia nzuri, hata kama utavitaja hadharani, nenda sehemu husika katika vyombo vya ulinzi na usalama, ukavishike sikio kwamba jamani, mimi ninayo leakage moja nimepewa na watu fulani, msinitaje, mtu fulani na mtu fulani ndio anahusika kuteka watu. Utakuwa umesaidia nchi na umewasaidia Watanzania. Lakini vinginevyo au maneno unayosema yatakuwa ni propaganda tu, au utakuwa na agenda yako ya siri. Hayasaidii chochote. Hayasaidii chochote, sana unaamsha fitina iliyolala. Itakuwa ikusaidii wala iwasaidii wananchi wanaumia. Kama nilosema ni kweli ungefanya hivyo. La pili, juzi mama amekutaja mle bungeni na wewe kuwemo kwenye mkutano wenu wa CCM. Na mimi ninavyojua kwamba jambo lolote akishalizungumza rais huwa alipaswa tena kuzungumzwa, linakuwa limefungwa. Unapozungumza ina maana unamjibu rais. Yaani unapozungumza ina maana unamjibu rais. Na kufanya hivyo si vizuri, ni utovu wa nidhamu. Ni utovu wa nidhamu.
Lakini kaka yangu Gwajima, mimi siungi mkono watu kuuawa. Naomba Watanzania wenzangu mnielewe. Ni jambo baya. Watu wote tunalia. Lakini huyu anayezungumzia hizo hoja ni nani? Ni Gwajima. Je, Gwajima ni kweli ana ulimi mmoja uliojaa ukweli? Ili mimi ndio unajua kuna mtu akizungumza kitu kidogo watu wanashtuka wenye akili timamu. Gwajima, ni kweli unaoyasema kutoka moyoni au una agenda yako nyingine tukuachie? Tuambie, ni kweli au una agenda yako nyingine tukuachie? Kama una agenda nyingine is good. Lakini kama ni agenda hii, mimi natilia mashaka sana maneno yako kaka yangu. Unakuwa huna ukweli, ndio maana jamii baadhi ya Watanzania 80% wanakutilia mashaka, wakungi mkono, unawapoteza watu. Wewe unakwenda kwa nakati, usemi ukweli. Kwa sababu unaweza kusimama hapo ukasema hili, leo katoka hapo ukasimama ukasema hili. Sasa nashindoka hata kuelewa tukuamini kwa lipi. Uliwahi kwa hapo ukasema Makonda ndio amekwisha. Umemlani. Baada ule ugomvi wako wewe na Makonda ukamuita Makonda Bashite. Si ndio wewe? Ulisema Makonda kusoma ni Bashite. Si ndio wewe? Lakini leo Makonda sasa huyo tena mkuu wa mkoa wa Arusha. Baada ya kutoka Dar es Salaam akawa katibu mwenezi wa itikadi. Katibu mwenezi wa CCM. Nchi nzima, sio mtu mdogo. Na maana hata wewe alikuwa bosi wako. Na ulishasema Makonda amelaniwa. Hapati tena mamlaka, umeshamzika. Lakini Makonda akaja kuwa katibu wa itikadi na wenezi ndani ya chama kikubwa cha CCM ambacho chama chako wewe na wewe ni mbunge. Kwa hiyo una saluti. Anakutuma. Sasa hiyo laana uliyomlani Makonda iko wapi? Iko wapi? Kwa unaweza kuwa kakaangu Gwajima unazungumza maneno kwa ukali, kwa sauti kubwa, kwa kutisha watu kwa sababu umesimama madhabahuni kwa nembo ya wewe askofu. Hatukatai wewe ni askofu kweli kama ulivyojiita. Na kama unavyotaka tukuita askofu ni baba askofu. Lakini mbona maneno yako unayoyasema hayaendani na mila na desturi ya mtumishi wa Mungu? Mtumishi wa Mungu ana ndimi moja. Mtumishi wa Mungu ana ndimi moja. Ndio maana Yesu Kristo akasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Mtu aendi kwa Baba. Sasa wewe mbona sio njia ya kweli? Wewe usemi ukweli. Watu watendaje mbinguni na ndimi mbili? Ipi ndimi ya kweli? Mimi sikushambulii. Watazamaji, mimi simshambulii baba Gwajima. Lakini naeleza ukweli, unawachanganya. Hawa wafuasi wako kanisani na kushangilia. Kwa sababu Wakristo ndivyo walivyo. Wao hawana tabia kukataa kitu. Madam kasema mtumishi wa Mungu wao wanameza tu. Wao wanameza tu. Kwa hiyo nimependa nikukumbushe hilo. Mimi nakushukuru kwa kutoa maneno mazuri yenye bashashi, yenye mshiko, kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama haviumizi mtu, haviteki mtu. Vinatulinda. Nchi iko salama kwa ajili ya watu wale wataje. Nchi mpaka leo iko salama kwa ajili ya jeshi la wananchi, kwa ajili ya polisi, kwa ajili ya usalama wa taifa, wahamiaji, magereza, faya kwa ajili ya moto. Hao ndio wanatulindia nchi. Tukitaka tusitake, usingizi wetu, matembezi yetu, wao ndio wanayolinda nchi. Tunapata amani. Wao ndio wanalinda nchi. Wallahi, ni jana nimepigiwa simu na jamaa wangu mmoja huko South Africa na saba na Mwaipopo. Tunakufuatilia sana, tunakuangalia. Maneno nao useme waambie wa Tanzania. Tuko South Africa kama tunaishi jehanamu. Anasema tumeongea naye juzi kwa video call, anasema wallahi ameshashuhudia watu wanauawa barabarani zaidi ya 3. Mtu anapigwa kisu tumbo nje mwa barabarani. Na hakuna anayesogea, watu wanapita. Itakuja ambulance itazoa itapeleka mochwari. Basi. Kitu ambacho Mungu katujalia Tanzania hatuna unyama ule. Uwezo kumdhuru mtu barabarani na watu wanakuona. Na wewe hutotoka. Utauawa pale pale hata wewe. Kwa hiyo niseme tu kwamba Watanzania Mungu katujalia kupata nchi bora, nchi nzuri, nchi yenye asali na maziwa. Lakini tatizo la Waafrika uzalendo. Uzalendo. Na neno uzalendo labda niwaambie, watu wafikiri uzalendo labda ni kuwa kiongozi wa serikali tu, hapana. Uzalendo ni huu. Uzalendo maana yake ni kujitoa kwa ajili ya watu, ya taifa lako. Ni sana kusema mtu mcha Mungu,
Mcha Mungu ni mtu aliyejitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa mzalendo ni mtu aliyejitoa kwa ajili ya taifa lake, na yeye anakuwa mtu wa mwisho kwa ajili ya taifa lake. Huyo ndio mzalendo. Sasa watu wengine wanajiita wazalendo, lakini ukiangalia wanakaa kwenye majumba ya kifahari na hawajawahi kufanya kazi biashara yoyote zaidi ya kuwa mwanasiasa. Ukimuuliza kwani kwenye siasa kuna mabilioni mangapi hapo umepata majumba yote haya? Magari yote haya, viwanja vyote hivi, mapesa yote yako benki, umepata wapi? Kwa sababu kazi ya serikali, kuwa mkuu wa mkoa, kuwa waziri, ni ajira. Kuwa daktari umeajiriwa serikalini, ile ni ajira. Ajira unaishi kwa mshahara. Utajiri yote umeupata wapi? Wewe sio mzalendo. Uzalendo ni kukubali kutumika, kuteseka, kuisimamia nchi yako, kuhakikisha watu wako wote wanakuwa katika hali ya salama. Umepewa dhamana ya kulinda simu hii, uilinde. Hata aje mtu na bilioni 100 ambie hapana, mimi ni simu kwanza. Hata aje mtu akupe mabilioni, akwambie saliti nchi yangu, ambie mimi ni nchi, siwezi kuuza nchi yangu kwa sababu ya bilioni 1. Huo ndio uzalendo. Kwa hiyo Watanzania tujifunze sana kwa wazalendo. Mungu katupa taifa hili. Hatuna taifa lingine ila ni Tanzania. Hatuna sehemu yoyote ya kwenda kujidai, kujisifu, kutembea vifua mbele, ila ni Tanzania tu. Kwa tuwe wazalendo, tuilinde nchi yetu, tuitetee nchi yetu, tuheshimu nchi yetu, tuipende nchi yetu. Kama kuna masuala madogo ni ya kukaa, tunamaliza wenyewe. Hii ndio Tanzania. Sasa sisi watu tunaendelea kuhusu ya mafuta. Watu wengi wanapenda sana hizi mada, na sisi ndio maana tunazileta. Ndugu zangu, kuna watu wanakuja hapa kutibiwa kupata mafuta haya, na nafikiri unaona yanavong'aa. Mungu amesema ni nuru juu ya nuru, na ni nuru kweli. Unayaona yanavong'aa. Ukienda sehemu yote ukipoa yale mafuta ukaambiwa ndio haya zeituni kutoka Palestina, yaangalie kwanza yanang'aa sana. Pili, hata ukiweka kwenye freezer hayagandi hata miaka 10, utakuta hivi hivi. Kuna watu wanakuja hapa kutibiwa, nimeangalia, au kuchukua mafuta, anakueleza, lakini ukimpekua sana unakuta yeye hana tatizo liko kwa mke wake. Au unamkuta mwanamke hana tatizo liko kwa mume wake. Haya mambo yanawezekana. Na kuna watu wengine wanalogwa na wake zao au na waume zao. Hiyo ndio roho ya Kiafrika. Hiyo ndio roho ya Kiafrika. Mwafrika tembea, wa Tanzania wote, Waafrika wote, kwa karne tulionayo, uwezi kumkuta nyumba au boma moja anakaa hapa baba na mama, hapa kaka mtu, hapa mdogo mtu, hapa mdogo mtu, hapa mjomba, hapa mtoto wa binamu. Chakula kikipikwa utaingia hapa katikati kwa baba, watakuzunguka chakula wote. Haipo. Kwa sababu Afrika tumerithi roho mbaya. Kila mmoja akipata anataka awe kwake. Kama mtu anashindwa kuweza kuhurumia familia yake, huyu mtu anaweza kuhurumia Mtanzania mwenzie? Anaweza kuwa mzalendo katika nchi au katika Afrika? Hawezi. Sasa uzalendo unaanzia nyumbani. Mtu anakubali kwenda kuchukua uchawi kumloga ndugu yake ili aharibikiwe maisha. Analoga kaka yake, dada yake, baba yake, mwanae ili aharibikiwe tu maisha. Kuna watu wanaloga mpaka watoto wao, watoto wanaloga baba zao. Mtu analoga kaka yake au mdogo wake aharibikiwe maisha. Subhanallah. Sasa huyu mtu anaweza kuwa mzalendo? Na kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sijui kama ni sahihi, sijaisoma ile niamua na shehe, kwamba kiwango cha kumpa mtu cheo huwa tunamwangalia kwanza huyu mtu anahurumiaje watu wake wa karibu. Na mtu wake wa karibu kwanza ni mke wake, watoto wake, mama yake na baba yake, dada zake, kaka zake. Hawa watu wakipimwa, wakiona unawahurumia, unahuruma nao, unaishi nao vema, basi wewe unastahili kuwa kiongozi wa kuongoza watu wengine. Kama wahurumia hawa hata watu wa nje huwezi kuwahurumia. Uwezi wewe kuwa mwanao umuonee huruma, anadhikika na una uwezo kumsaidia, umsaidie, hujali. Dada yako au kaka yako mdogo wako anadhalilika, wewe hujali. Mama yako, baba yako anadhalilika, wewe hujali. Ina maana wewe hufai kuwa hata kiongozi katika mtaa. Huruma ya kwanza inaanza kwa watu wako wa karibu. Hata sadaka njema inaanza kwa watu wako wa karibu. Sasa tunaposema uchawi ni kazi ya shetani, uchawi ni kazi mbaya, inaharibu maisha ya watu.
Watu wengi duniani, kwa dunia tulionayo, watu wengi asilimia 80 wanaharibikiwa maisha kutokana na uchawi na wachawi, kutokana na washirikina na mashetani. Mungu hakutaka sisi tuharibikiwe maisha. Ni wachawi na washirikina ndio wanaharibu maisha yetu. Sasa dalili ya kubwa ya kumuona mtu huyu haya maradhi sio hospitali ni maradhi yafuatayo. Dalili kwanza ya uchawi au ya ushirikina ni kuota unalishwa vitu. Ni kweli unalishwa. Ukiota unalishwa vitu, ni kweli unalishwa. Dalili ya pili ni kulala na kuamka asubuhi umechoka. Usiku umelala, unaamka asubuhi umechoka sana. Wewe ni kitako cha wachawi. Na kuna waganga wengine muangalie sana, watabibu wengine, wallahi unakwenda kwake anakupa dawa. Wako wachawi wameshakufuatia, wamekupiga muhuri. Ukipewa ile dawa unakwenda kuitumia, sio ushirikina. Naomba nielewe kwa sababu watu wengine uwezo wetu mdogo wa kufikiri. Ukisema dawa mtu anakuchukulia wewe mshirikina. Hata hospitali ni dawa. Sasa kuna dawa za hospitali zimetengenezwa kitaalamu, zimewekewa kemikali na kadhalika. Na kuna dawa ambayo imechimbwa kwenye miti. Umepewa na mtabibu wako au mganga wako, sio mshirikina, mganga wa miti shamba. Anakupa ule mchawi anaona, kukuloga tena anashindwa, anakwenda kwa yule mtu aliyekupa zile dawa. Wako wachawi wa hivyo. Anakwenda kumwambia wallahi, anakwenda kumwambia bwana huyo mtu wetu sisi tuachie, tutakupatia hela. Wanamuhonga hela yule mganga, wewe mgonjwa unaendelea kuteseka. Wanakwenda kabisa wachawi walikuwa wabaya. Wanakwambia tuachie, wanampa hela, wewe mganga wewe mgonjwa unaweza kuteseka. Wako watabibu wa namna hiyo. Msifanye hivyo matabibu, mnapata dhambi. Mnapata dhambi sana. Mnapata dhambi. Tulikuwa Dodoma, tulikuwa hoteli moja inaitwa Kidia pale Dodoma. Alikuja mama mmoja akataka kujaribu haya mafuta. Nafikiri waliokuepo Kidia Dodoma waliona wao wenyewe alikula mieleka. Mama alianguka akataka hata kuuawa, tuliweza kumsaidia. Sasa haya mafuta ni kiboko cha wachawi na mashetani na kufanya mwili wako uwe na nuru. Dalili nyingine ya mtu aliyelogwa, aliyeharibiwa na mashetani au na uchawi, miguu kwa inawaka moto, kichwa kuuma sana, maradhi yasiyotibika, mara sukari, mara pressure, mara kansa, mara figo, mara hivi, mara hiki. Yaani uponi. Hao ni maradhi yanatokana na uchawi na ushirikina. Chukua haya mafuta kwa thamani ya shilingi 20,000 chupa hii. Hii sio zeituni na ukuja kuku. Haya mafuta yote mnavyoona madukani ni olive oil. Olive oil yanayotoka madukani humu yanatoka Spain na Italy. Hii ni olive oil inayotoka Spain. Hii haitoki Spain. Hizi zinazokuja kutoka Spain na Italy. Hii inatoka Palestine. Ndio ile Mungu amesema ni nuru juu ya nuru. Na ukipaka haya mafuta haya ni nuru kweli. Ndio maana tunakuambia gharama yake ni kubwa sana kuja hapa, yanauzwa shilingi 20,000 hii chupa moja. Unaweza kutumia hii moja, inategemea tatizo lako ukubwa wake. Unaweza kutumia nusu ukapona, unaweza kutumia paka chupa 3 mpaka 4, inategemea ukubwa wa tatizo. Naomba nieleweke. Na kuna wengine wameshalishwa uchawi uko tumboni. Mtu anasikia kabisa unatembea, hawezi kushika mimba, akiweza kulala hapati usingizi. Akishika pesa haikai. Akishika pesa haikai kabisa, utafikiri mkono wake unatobo. Kaduka kabisa anafungua, anajaza vitu vingi vya dukani, nafaka zote au biashara yote na dukani nzuri kama ya watu wengine. Wenzake wanauza yeye auzi. Kumbe wachawi wameshakuja wamefunga mlango wake, yeye anaona mlango uko wazi amekaa. Watu wakija nje wanaona mlango umefungwa. Paka mafuta haya alafu chupa moja uweka dukani. Paka tu mafuta haya chupa moja iweke dukani. Uone kama kuna mchawi atafunga tena duka lako. Wengine wanakuwa na maradhi ya mwilini, miguu kwa inakufa ganzi. Na wengine kushindwa kushiriki tendo la ndoa, anasikia moto mpaka sehemu ya haja kubwa, haja ndogo. Anasikia moto unawaka kwenye mwili wake. Mtu anapata dhiki na shida. Kafanywa uchawi. Mwenyezi Mungu atukinge na tunusuru na mambo haya. Hebu njoo. Kama uko mkoani, tupigie simu yetu ni hiyo kwa namba ya kawaida, usitumie WhatsApp. Tumia simu hiyo hiyo. Naomba unipigie uniambie hivi, Sheikh Mwaipopo,
nataka chupa moja ya mafuta au na tatizo ili na ili na ili. Na kufundisha namna kunieleza. Kwa sababu kuna watu wengine hawajui hata namna kujieleza kwenye simu. Anakupigia kuzana utayapataje au mafuta? Ukiniuliza utayapataje shehe, unafikiri mimi nitakwambia utayapataje? Mimi nikuletee nimeshika mafuta? Hiyo sio lugha ya kistaarabu. Nipigie niambie shekhe, bwana Mwaipopo, mimi na tatizo ili na ili na ili na ili na ili. Mafuta wewe yatanisaidia? Tatizo lako chupa moja au chupa mbili au chupa tatu. Niko mkoa fulani. Sawa, na kwa utaratibu natuma pesa, ndivyo tunavyofanya, tunakutumia. Dunia hii ni kijiji. Wala sasa hivi dunia haiwezi kumuibia mtu wala kumdanganya mtu. Ukinipigia simu mimi kwa simu yangu na kuona mpaka mkoa uliopo. Jambo la pili, watu walioko nje ya nchi na kutumia kwa DHL. Watu walioko Dar es Salaam unaweza ukaja mwenyewe kama mgonjwa na mashetani, tunamtoa bure kama anapandisha. Tunamtoa bure kabisa bila malipo. Kwa sababu hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Haulipi kukutoa shetani bure, ila utalipia tu haya mafuta shilingi 20,000. Na bei nimeeleza ili kuondoa usumbufu watu kwenye simu. Mimi siuzi mafuta, natoa tiba. Ningekuwa nauza, ningekuwa naweka pale barabarani, napiga debe watu wananunua, lakini mimi siuzi mafuta. Naomba nieleweke kwa lugha nzuri. Siuzi mafuta, natoa tiba. Ndio maana mtu akiniuliza, mafuta bei gani? Nashindwa hata kukujibu. Nieleze tatizo nikukadirie mafuta utachukua kiwango gani. Waswahili wanasema mficha maradhi kifo mumbua. Watu wa Dar es Salaam tunapatikana ofisi zetu, tuko Magomeni Kagera. Wewe shuka pale kwenye sheli ya Oilcom au petrol station ya Oilcom kwenye njia pande ya kwenda Tandale. Sawa sawa ya kwenda Tandale. Ukifika pale tupigie simu yetu hiyo, nitamtuma kijana aje akuchukue. Ukifika hapo tu nipigie simu, Magomeni Kagera. Shuka kwenye Oilcom, kwenye petrol station ya Oilcom. Na namba zangu za simu ni hizo, ukiona unapotea nipigie. Tunafungua saa 4 asubuhi mpaka saa 11. Tunafanya madua, tunakupa mafuta. Hata bila dua tunaweza kukutoa jini kwa kutumia mafuta kwa Mungu alivyotia baraka na ukubwa wa mafuta haya. Wa Afrika wenzangu, tupunguze majungu, tupunguze chuki, tupunguze kisokolo kwinyo. Mungu mpa mtakai na umnyima mtakai. Mwenyezi Mungu muinua mtakai na umshusha anemtaka. Sasa ukipinga na maneno haya ya Mungu una matatizo. Inawezekana hicho alichokupa Mungu kikawa ni nafuu kwako kesho mbele ya Mungu. Na unapotaka kujifananisha, usijifananishe wewe na mtu wa juu. Ujilinganishe wewe na Balesa au na Mo, hapana. Kama wewe unatembea umevaa yebo chini imekatika, unatembea kisigino kiko chini kinakanyaga chini, wallahi mshukuru Mwenyezi Mungu, sema alhamdulillah. Wako watu hata wa mguu kuvaa yebo iliyokatika hawana. Wako watu hata kuvaa hiyo yebo iliyokatika hawana, ya Rabbil Alamin. Wewe Allah amekupa mguu unavaa yebo iliyotoboka, mshukuru Mungu, sema alhamdulillah. Hata kama wewe kwa siku unashindia kipande cha muhogo, mshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna watu Mungu amewapa maradhi hata kuweza kutafuna kipande cha muhogo hawawezi. Wamelala vitandani wako hospitalini Muhimbili. Mshukuru wewe Mungu kwa neema aliyokupa. Hata kama wewe Mungu kakunyima macho uoni, unapata shida mwanzo ulikuwa unaona, sasa uoni, wallahi mshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna watu hata namna ya kuangalia wanachokitaka hawawezi, wako hospitalini. Hawako duniani, hawako akhera. Hizo zote ni neema zake Allah. Kwa tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Linalokufika na linalokukosa ni kadari yake Allah. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini nataka watu wajue uchawi uko na ushirikina uko. Na uwezo kwa utoa uchawi kwa kutumia uchawi. Hapo ndipo watu wengi tunafeli. Uchawi unatolewa kwa misingi ya kimungu, kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Afrika wenzangu, kwa nini tusikae wote tukachanganya mawazo yetu ya Kiafrika tukaendesha Afrika zetu? Kwa Afrika wenzangu, kwa nini tusikae tukaheshimiana sote, mwenye nacho na ashekwa nacho? Hivi zama za mtume kweli kulikuwa na swahaba hata mmoja anakuwa na utajiri kama matajiri tulionao katika Uislamu wetu? Walikuwa na matajiri wa kawaida tu,
lakini kwa sababu walikuwa wamekinai katika nafsi zao, wameshiba katika nyoyo zao, waliweza kufanya mambo makubwa kwa kutumia pesa zao. Leo inafikia tajiri mmoja anaweza kamiliki mabilioni ya shilingi. Mabilioni ya shilingi, bilioni 800, bilioni 900, anazo tajiri mmoja. Lakini tajiri huyo akifikiwa na maskini, akiombwa shilingi 200,000 hatoi. 200,000 hatoi. Tajiri huyo akifuatwa na maskini, nisaidie mtoto wangu amefeli shule, hatoi. Kwanza kumuona ni kazi. Tajiri huyo akifuatwa na maskini, ninataka unilipie malipo hospitali, hatoi. Matajiri. Waafrika. Mcheni Mungu. Na iusia nafsi yangu na kusia nafsi yenu, tumche Mwenyezi Mungu. Maisha haya ya duniani ni kubatisha, lakini kufa ni lazima. John Pombe Magufuli yuko mbele ya haki. Legendary Abraham Mengi yuko mbele ya haki. Edward Ngoyai Lowassa yuko mbele ya haki. Julius Kambarage Nyerere yuko mbele ya haki. William Benjamin Mkapa yuko mbele ya haki. Ali Hassan Mwinyi yuko mbele ya haki. Subhanallah. Nelson Mandela yuko mbele ya haki. Sultani Kabus aliyekuwa ni trilionea, Omani yote ni ya kwake, mafuta yote ya kwake, ukiingia ndani ya nyumba yake kuna nakshi za gold tupu, yuko mbele ya haki. Yuko mbele ya haki. Muammar Gaddafi, Seseko Mobutu yuko mbele ya haki. Na bahati nzuri sisi Waislamu, ukifa hakuna sanduku la kiofisa au kaburi la kitajiri. Mliona kaburi alilolala mzee Ali Hassan Mwinyi. Huwezi kuamini kwamba mzee alikuwa ni rais anatembea na vingola. Huwezi kuamini. Wallahi huwezi kuliamini. Ni udongo tu umechimbwa, imechimbwa mwana ndani, kafungwa sanda nyeupe aliyovaa mzee Mwinyi, ndio nitakayovaa mimi Mwaipopo. Ni ile sanda. Wale wenzetu wa Kristo, suti zitatofautiana na masanduku na kaburi litakavyotengenezwa. Lakini sisi Waislamu, kaburi atakaolala sultani, mfalme, na mimi ni hilo. Walistaajabu wazungu walipoenda kumzika mfalme yule king wa Saudi Arabia. Wanashuka wanasema, vipi? Mmeshamzika? Wanaambia siku nyingi tumezika. Twende mkaone. Wanakuta kaburi tu, juu kuna udongo umelundikwa. Wanauliza, huyu ndio king? Wanasema ni king amelala. Pasema, oh my God, Jesus Christ. Wao walifikiri watakuta kaburi limewekwa tiles marumaru, limewekwa matali na ng'aa. Hakuna sisi kitu kama hicho, ni udongo. Amali yako njema ndio itakayokufanya kaburi lako liwe sehemu ya mashimo ya peponi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe makaburi yetu hayo, na tufanye tumpende Mungu na kumpenda mtume, tufanye yaliokuwa mema, tuwe waadilifu. Nafikiri tuishie hapo. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, utapata mambo mengi sana. Lakini kumbuka kwamba leo tupo, kesho hatupo. Sijui ya ndani ni kwa Mungu. Na nyinyi wachawi, acheni uchawi. Mnaumiza watu, mtakufa, mtakwenda kukutana na wale mnaofanya mbele ya Mungu. Usiache kusubscribe, kulike na kushare. Channel ya Mwaipopo TV ni channel bomba inayoeleza mambo mengi yenye maslahi mazuri mbele yako na kesho mbele ya Mungu. Mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi. Niseme wahadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.